Mkutano mkuu maalum ni kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa viongozi wa TEF, na hii ni kwa mjibu wa au kwa kuzingatia ibara ya 7 ibara ndogo ya 8 ya katiba yetu, katiba ya Jukwaa la Wahariri Tanzania, kwani muda wa uongozi wa sasa unafikia tamati mwaka huu baada ya kuwapo madarakani kwa miaka 4 tangu mwaka 2021. Mgeni rasmi katika mkutano huu anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi na mgombea mwenza wa nafasi ya makamu wa rais kwa tiketi ya CCM katika uchaguzi wa mwaka 2025, na tunataraji kwamba atafungua mkutano huu siku ya Ijumaa Aprili 4, 2025. Na nafasi ambazo viongozi wake watapigiwa kura kwa mjibu wa katiba ziko 9. Hawa ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wajumbe 7 wa kamati ya utendaji ya Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF, lakini kamati ya utendaji kwa ufupi inaitwa KUTI. Kuna taratibu za uchaguzi. Ya kwanza ni fomu za kuomba uongozi. Fomu za kuomba uongozi za nafasi za uongozi zitaanza kutolewa rasmi Jumatatu Machi 10, 2025 kwenye ofisi za Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF zilizoko mtaa Mtendeni, Kisutu, Dar es Salaam. 2. Siku ya mwisho ya kuchukua na kurejesha fomu itakuwa ni Jumatatu ya Machi 24, 2025 saa 10 kamili jioni. Tukifanya uchaguzi huu na tukaufanya kwa ustaarabu, tukaufanya kwa kuheshimiana, inamaanisha pia tunatoa taswira kwa jamii, kwa sababu wanasema vyombo vya habari ni kioo cha jamii. Jamii itaweza kutambulika kwa chombo cha habari au vyombo vya habari vinafanya nini. Kwa kufanya chaguzi zetu kwa haki na uhuru, itamaanisha kwamba wengine pia wanaona, na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo taasisi ya Jukwaa la Wahariri Tanzania ikiwa imara, ikienda kusimamia weledi, misingi ya uandishi wa habari, misingi ya haki bila kujali chama fulani au chama fulani, ikatoa haki kwa watu wote, ikaweka misingi kwa vyombo vya habari vinavyotoa taarifa za uchaguzi kuanzia kwenye kampeni mpaka yanapotokea matokeo, malalamiko yote yakapewa haki sawa ya kusikilizwa na kuandikwa, basi tutakuwa tumesaidia nchi yetu. Mimi nikiwa kama mwanamke, kwanza nawaambia wahariri wanawake ambao wako kwenye jukwaa hili ambalo wana sifa za kugombea wajitokeze kugombea, kwa sababu mara nyingi tumeona wanawake wanakaa nyuma, hawajiamini. Lakini sasa kama wewe mwahariri na unajiona una sifa, basi milango ishafunguliwa. Njooni mchukue fomu na nyinyi muweze kugombea, kushika nafasi na pia kuweza kuchangia ajenda mbalimbali ambazo zitawahusu pia wanawake. Unajua nao wanawake wanatakiwa pia kusemewa. Sasa mnapokuwa wanawake wengi kwenye uongozi, basi ni rahisi sana kusukuma ile ajenda ambayo mtakuwa mmeiweka mezani. Kwa mimi nawashauri wahariri wenzangu wanawake, mje mchukue fomu ambazo ni takriban wiki 2 tu zimetolewa. Kama una sifa, basi chukua fomu ili basi muweze kugombea kwenye nafasi hizo ambazo zimetangazwa leo na mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania.